Bwana, ni siku nyingine tena kama kawaida, kama dawa. Tuko ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Tuko Sukari House Posta jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Ali Upuju, kuntunya Kidimdimu Mwandila. Bwana, sisi ndo tunaingia hapa kuja kupiga story mbili tatu kuhusiana na masuala ya uwekezaji na ndugu wawekezaji hasa. Au sio? Karibu sana na usitoke. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Nancy, nimetokea Kigamboni. Nancy unatokea Kigamboni. Dada, mambo? Poa. Mzima? Unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Latifa, nimetokea Kigamboni. Sorry? Latifa, nimetokea Kigamboni. Kigamboni. Ni kwa mara ya kwanza Nancy ndo mmekuja hapa katika mifuko yetu ya uwekezaji au ni wawekezaji wa muda mrefu? Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Maana yake hamjui chochote kuhusiana na uwekezaji. Ndio. Kidogo tu labda, lakini naamini kwamba mpaka unakuja hapa unajua kuwekeza na UTT labda kuna faida, lakini hujui vitu vingi, sio? Okay. Cha kwanza kabisa labda niwaelezee, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Umeelewa? Lakini la pili, kuwekeza na UTT maana yake unaweka pesa yako ili uweze kupata faida. Umeelewa? Yaani uwekezaji maana yake unaweka pesa, ile pesa yako inakuja inazaa faida. Kuna tofauti Latifa kati ya kuweka hela katika kibubu. Latifa, leo hii unakuja unasema hapana, mimi natafuta pesa yangu kwa ajili labda ninunue gari mwakani, si ndivyo? Ile hela yako ambayo unasema mimi naitafuta milioni 13, ukiweka kwenye kibubu inatokea milioni 13 ile ile. Si ndivyo? Lakini hiyo pesa yako ukija ukiweka UTT mwaka mzima, UTT wao wanakuja wanakupa wastani wa faida ya 12%. Mfano, umeweka katika mfuko wetu 6, mfuko mmoja unaitwa liquid, si ndio? Au ukwasi. Ukaweka pesa yako labda mwaka mzima ikafika milioni. UTT wao wakisema minimum wanakupa wastani wa faida ya 12%. Maana yake wewe katika ile milioni moja yako kutakuwa kuna milioni 1,120,000. Yes, mmeenda shule. 12% ya milioni ni 1,120,000. Nancy, right? Umepambana Nancy, unasema mimi natafuta milioni 10. Kila siku labda unaika hela, unapiga winga, unafanyaje huko Kariakoo, unafanya biashara, ikatimia milioni 10. UTT wao wakija wakisema wakupe 12% ya milioni 10. Maana yake utakuwa na milioni 11,200,000. Maana yake ile milioni 10 mwaka mzima faida yake imetokea milioni 1,200,000. Sio, umeelewa? Lakini vile vile UTT ukihitaji kutoa pesa yako unatoa muda wote. Nancy, leo hii umeenda labda kwenu mkoani, si ndivyo? Lakini ukakumbuka kuna hela UTT. Ukikumbuka labda katika benki zako huna pesa, wewe una uwezo wa kutoa ile pesa muda wowote, ukaitoa UTT ukaweka katika benki yako ukaendelea na maisha mengine. Sijui kama tunaelewana hapo? Kuna sehemu zenu zile ambazo sitaki kuzitaja. Zile sijui nani anatoka Ijumaa zile. Mimi na uhakika mimi sijui kwa sababu mimi sinaona. Zile hazina usalama. Kweli sio kweli? Kweli. Sijui, umeelewa? Kuna watu mimi mpaka naonaga huko mitandaoni, kuna watu wanapigana, kuna watu wanaenda kuchukua na polisi. Unasema kwa sababu gani? Hakuna usalama. Lakini kuja kuwekeza na UTT, cha kwanza usalama. Ni taasisi ya serikali, iko chini ya Wizara ya Fedha, lakini vile vile UTT unapata faida. Ushafahamu? Wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka kwa pesa yako unayoiweka. Leo hii Latifa, Nancy, mmeweka hela, leo hii si mmekuja vinapata elimu, mkasema mfungo mifungo. Kesho Latifa labda unaweza kukuta mtu wako karibu, shemeji, baba au mama, akwambia toka huko. UTT akukataza. Hakuna atakayekushika usiondoke. No. Sisi tunaamini kwa sababu ni taasisi ya serikali, lakini vile vile ni sehemu salama. Yaani nina uhakika leo hii wewe Nancy ukija ukijiunga na UTT ndani ya miaka 3 utakuja utajiona umechelewa. Unafahamu? Sio, unanielewa? Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana hapa sasa, niwaelekeze mwende flow ya kwanza, mkazidi kupata elimu. Kwa hii hints ambayo nilowapa, naamini kule mikono itakuwa ni mengi sana. Tena Latifa atauliza sana. Umeelewa? Na ukienda kule kumbuka UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji ni kuja kuweka pesa yako UTT, ile pesa yako inazalisha faida. Sio, umeelewa? Inazalisha faida. Lakini vile vile ni taasisi ya serikali, lakini vile vile ni sehemu salama. Na cha tatu unapata faida. Ningependa kuwashauri watu wangu wa karibu na wengine kwamba waje kuinvest UTT, kwa sababu kuliko ukae na hela yako mwenyewe alafu mwisho wa siku usipate any profit, na kama una kazi nayo bora uilete ambako unapata 12% na pia sehemu salama, kana kwamba ni lazima your money itakuwa in safe place na lazima tu utapata profit, haitabaki tu hivyo hivyo. Haitakuwa kama tu umeweka kwenye kibubu bali utakuwa umeinvest sehemu.
Kwa hiyo nawashauri waje UTT, waje kufungua, then waje sasa hivi, wasisubirie, waje sasa hivi, wataona mafanikio yake baadaye. Nawashauri watu wangu wa karibu ambao wapo wasisubiri baadaye, like while you can sasa hivi ni bora ufanye kwa wakati huu, usisubiri baadaye kwamba nitaenda. Like you can sasa hivi, nyanyuka, njoo, sikiliza, pata elimu, njoo invest, ufanye kitu, kwa sababu kuikaa na hela and then hauna kitu unafanya haisaidii. Ni bora uinvest sehemu ambayo unajua utapata faida, itakuhamasisha kuendelea kuweka. Kadri unavyoendelea kuweka, unavyoendelea kupata faida, unaendelea kuja kufanya mambo mengine makubwa. Bakangua vipi? Fresh kabisa. Mambo nasemaje? Fresh kabisa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuji, unatokea UTT, sio mwenzangu naitwa nani? Naitwa Lashrawi Zuberi. Nani? Lashrawi Zuberi. Lashrawi Zuberi. Umetokea wapi? Umetokea hapa Dar es Salaam, Tabata. Tabata. Naam. Okay, Lashrawi, ni kwa mara ya kwanza leo ndo unakuja Sukari House au umekuja kuangalia baadhi ya mifuko yako, labda maendeleo yako vipi au una changamoto yoyote? Sawa. Hapa UTT nimekuja leo mara ya pili kama sikosei. Nilishapata mwanzo hints kidogo. Kuna brother wangu ambaye alinielekeza kuhusu mambo ya UTT, nikaja training, nikapata classes, then leo nimekuwa tayari kuja kufungua account. Kwa hiyo nimekuja kufungua account. Umefungua mfuko gani? Liquid. Liquid Ukwasi. Naam. Na uliweza kupata elimu kidogo kuhusiana na mifuko yetu, jinsi inaendeshwaje, faida zake, si ndio? Naam, nimepata mara ya kwanza nilipokuja, leo pia nimepitia mara ya pili, kwa hiyo nimejiridhisha, nimeamua kufungua account. Unahisi labda ni ndugu yako ndo alikushawishi au wewe mwenyewe baada ya kuweza kupata hizo hints kama unavyosema ukahisi hapana, mimi kama kijana zina faida yake, leo hii mimi kuja kuwekeza na UTT? Ushawishi tunapata kutoka maeneo mengi, kwa hiyo unafikiria, unatafakari kitu gani ambacho unakihitaji na kitu gani kilichokuja kwako. Kwa hiyo mimi baada ya kufahamu hii issue ilinichukua muda kidogo, kama miezi 2-3 baada ya kuja angalia mtandaoni na nini ya kuangalia mtandaoni, nikaja nikaona ni kitu poa na ni issue ambayo iko chini ya serikali, kwa hiyo nikajua hakuna magumashi. Okay, sawa. Sasa bwana, jitaji na kugumu. Lashrawi Zuberi. Zuberi, Lashrawi Zuberi. Ni kwamba unajua UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Unaelewa? Kwa maana yake cha kwanza kabisa, ukiwekeza pesa yako na UTT, kwanza unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Umeelewa? Lakini vile vile ni taasisi ambayo ni sehemu salama kwa sababu ni ya serikali. Sio kama unielewa. Kwa maana yake ni kwamba unakuja unawekeza sehemu salama, unakuja unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali, lakini vile vile unapata faida, wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Mathalan leo hii mweza kujiunga katika mfuko wako wa Liquid, si ndivyo? Labda mwaka mzima tuashumu labda kipato chako kidogo, na ashumu tusitaki kuweka katika level kubwa, na ashumu japo najua ndio mfanya biashara mkubwa sana, lakini tuashumu kwamba kipato chako labda ni kidogo. Mwaka mzima umeweka hela ikatimia milioni, mwaka mzima katika mfuko wa Liquid ulikuwa unaweka labda 10,000, 15,000, 20,000, lakini mwaka mzima ikatimia shilingi ngapi? Milioni 1. UTT wao tukisema wanakupa ile wastani na faida ya 12%, maana yake katika 12% ya milioni inakuwa ni 120,000. Kwa maana yake wewe mwisho wa mwaka ule mfuko wako haitosoma milioni 1, itasoma milioni 1 na faida yake pembeni ambayo ni 120,000. Kwa mfano mathalan labda ukaja ukaweka pesa yako mwaka mzima ikatimia milioni 10. UTT wao wakisema katika milioni 10 wakupe wastani na faida ya 12%, na hiyo ni minimum. Maana yake wewe utakuwa na milioni 11 na 200,000. Ndio. Kwa maana yake ule mwaka mzima wewe faida yako imezalishwa ni milioni 1 na 200,000. Kwa maana yake umeona, alafu vile vile kwamba UTT ukiweka pesa yako hakuna makato. Unaelewa? Yaani ile pesa yako ikikata miaka 20, 30, 40 hakuna makato, pesa yako iko vile vile na inazidi kuongeza faida. Lakini vile vile UTT ukihitaji kutoa pesa yako unatoa muda wote. Umeelewa? Kwa mfano wewe katika mfuko wako wa Liquid unaweza ukatoa ndani ya siku 3 za kazi. Umeelewa? Lakini kwa mifuko mingine wao wanaweza wakatoa ndani ya siku 10 za kazi. Na kima cha chini cha wewe kuweza kutoa pesa yako endapo labda uko unahitaji ni milioni 5. Sio kama umeelewa bwana? Vizuri. Leo hii kuna rafiki yako yuko Tabata kakuona leo hapa kupitia Kijiwe Mchongo. Anasema ndugu yangu bwana Zuberi, yeye kaingia kule, kwani kule kuna nini? Wewe ungependa kuweza kumwambia maneno machache yapi hasa? Leo hii naye angeweza kuja kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanufaika wakubwa ni UTT. Kwanza kabisa ajiridhishe, akae chini asome kitu gani anachohitaji kufanya, ajue vizuri kwa undani kitu gani anahitaji kufanya, afahamu UTT ni nini, then afanye.
Okay. Naam, kwenye malengo mengine ni mambo ya mtu binafsi. Kwa siwezi kumshauri sana zaidi. Naam. Sawa. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Umetoka kuweza kuwasikia ndugu wawekezaji wakizungumza kuhusiana na faida nyingi ambazo wanazipata kutokea hapa UTT AMIS. Wameweza kuwekeza, wengine wameweza kuwekeza kwa muda mrefu sana na UTT AMIS, lakini vile vile wengine ndio kwa mara ya kwanza wameweza kuja hapa kwa ajili ya kuja kuweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Wapo watu wanazidi kuja, na wewe nakusihi mwambie na mwenzio aje kuwekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Hii ni taasisi sehemu salama bwana, lakini vile vile unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Bwana, mimi napenda kuwakaribisha na mje kwa wingi sana kuja kuwekeza na UTT AMIS. Bye bye.